Nikashangaa pale, nikaokota tambo langu chini. Muda naokota simu tayari huyo Milka alikuwa amekata simu. Nikawa nimeenda mpaka shopo, nikanunua maji, nikarudi mpaka geto. Rudi mpaka geto. Mtoto yupo tena Teddy, nimefika hapo geto huo muda, nimekuta yule mtoto huyo Rozi ameshavua ile gauni alikuwa amevaa tu upande wa kanga. Amekaa hapo kitandani, mtoto ana mapaja meupe. Mtoto kanyooka. Ananiambia, "Oh, samahani, nilikuwa nasikia joto na ndio maana nimevua gauni." Nikiangalia hali ya hewa, joto sio joto la kiivo, yani tu hewa ni ya kawaida, afu feni hapa inazunguka. Nikasema haina shida, mimi si mtoto wa kiume, afu mimi ni mtu mzima. Nikasema huyu hapa anachotaka mimi nakijua. Basi nikawa nimempa ile maji, akawa amekunywa ile maji, tukawa tunapiga story, nikaanza kumchimba, nikamuuliza, ananijibu vizuri kabisa kwa ufasaha, lakini hata sauti yake inafanana sana na sauti ya Milka. Nikavunga. Huyo Beni ananiambia, Teddy, kama unavyojua, kuna muda sisi wanaume kichwa cha chini kikianza kufanya kazi, basi tena cha juu kina stop kabisa. Johnson ananiambia, Teddy, mpaka dakika hiyo mimi tayari kichwa changu cha juu kimeacha kufanya kazi. Kazi zote zinafanywa na kichwa cha chini. Kichwa changu cha chini mimi ndio kikawa kinafikiria. Yaani nikapuuzia kabisa, nikasahau kabisa yale maswala kwamba kwa nini huyo mtu amevaa nguo sare na mtu fulani? Yaani kwa nini hata anapoongea ni kama mtu fulani? Kwa nini napata hisia mbaya? Hivyo vote nikawa siwazi. Ananiambia, Teddy, yule mtoto kama ni mbuzi, tunasema mbuzi kaelekea kibra. Anasubiriwa mchinjaji tu. Mimi sikufanya ajizi. Nikapiga yule mtoto. Ananiambia, Teddy, kitu ambacho kilinishangaza, yule mtoto ana miaka 25. Nimeshangaa kumuona Rozi ni bikra. Na hapo ananiambia kwenye maongezi yetu, ananiambia amesoma, ameenda mpaka chuo, amemaliza. Nikajiuliza mara mbili, amewezaje kutunza bikra mpaka anafika miaka 25? Lakini ndio tayari nishapiga, ndio shamtoa usichana wake hapo, akawa analia, nikawa nambembeleza. Yaani nikawa nambembeleza. Sikutegemea kuona kama yule anaweza akawa ni bikra. Nikawa nikambembeleza sana. Nilitumia muda mwingi sana kumbembeleza. Nikiwa kwenye ile process ya kumbembeleza, simu yangu ikawa inaita. Kuangalia anaipiga ni nani? Ni Milka. Nikastuka. Nilivyostuka nikaona yule Rozi ameniangalia. Alivyoniangalia akatabasamu, akaniambia, haina shida, pokea tu, kwa sababu mimi ndio mwenye makosa, sikukuuliza kama una mahusiano au hauna mahusiano, wewe pokea tu usijali. Akaniambia, Teddy, nilikuwa natetemeka lakini kanibidi nipokee. Nikapokea. Kupokea, Milka ananiambia, vipi, unafanya nini? Nikamwambia, hapana, nilikuwa nafua, sasa hivi hapa ndo nipo nakunja nguo. Akaniambia hivi, oh, washa data, nataka nikuone. Sijajibu kitu chochote, akawa amekata simu. Alivyokata simu nikawa nimemwangalia yule Rose. Rose akaniambia, hapana, usijali, wewe endelea tu, usijali. Akawa ametoka pale kitandani, amekaa kwa pembeni hivyo, nikawasha data. Muda huo Milka akanipigia simu. Ananiambia, Teddy, huo muda ambao huyo Milka anapiga simu, kumbuka nishamalizana na Rose hapa, nishapiga vitu vyangu, nimetulia, mtoto amekaa pembeni hapa, amejifunga ile kanga yake. Kupokea simu nikakuta Milka naye yupo kitandani kwake. Nasema kitandani kwake kwa sababu nishawahi kuongea naye video call mara nyingi sana akiwa kwenye kile kitanda, na akiwa pale kitandani amevaa upande wa kanga kama ule ule ambao alikuwa amevaa hapo Rozi. Anaambia, Teddy, kwanza kijasho chembamba kikaanza kunishuka. Kila kitu kwenye mwili wangu kililegea. Kila kitu kililegea. Alafu Milka nilipokea simu wala akawa haongei. Akawa tu anatabasamu, anacheka, na kilichokuwa kinanitisha na kuniogopesha zaidi, nikimwangalia Rozi pia na vile vile ananiangalia anacheka. Teddy, yani kwanza nilihisi kama cheche ndani ya mwili wangu. Yani nikawa naona, unajua ile hali unasikia baridi alafu unatokwa na jasho, ndio ilinipata hapa. Teddy, Milka akaniuliza, oh, mbona upo kifua wazi? Nikamwambia, oh, kuna joto tu ndio maana nimevua shati. Akaniambia, joto na hii hali ya hewa ya Dar leo, au kwenu kwa hakuna mawingu? Nikawa tu hapa nimezuga, hamna bwana, si unajua tena mimi najifungia ndani, ndio maana nakuwa hivi, nahisi joto nini. Akaniambia, sawa, haina shida, mimi nilikuwa tu nataka kukuangalia, nilikuwa tu nataka kukuona, nimekumisi mchumba wangu. Teddy, kabla sijajibu akatabasamu, akakata simu. Alivyokata simu sasa, nikamwangalia yule Rozi, namwangalia, nimemkazia macho, natamani kumuuliza wewe ni nani? Yaani natamani kumuuliza wewe ni nani? Lakini nitamuulizaje yeye ni nani? Tayari shaniambia yeye ni Rozi. Yeye anaitwa Rose na amefika hapa, tumeongea mambo mengi sana kabla sijafikia hiyo hatua ya kufanya hicho kitendo. Teddy, yule Rose akaniambia, mimi nataka nioge, niondoke nende nyumbani. Nikamwambia sawa, haina shida. Nikamwekea maji. Mimi nakaa geto, choo changu cha nje. Nikamwekea maji, nikamwelekeza chooni, akawa ameenda chooni. Nimerudi ndani, nikakuta simu yangu tena ina missed call. Kuangalia aliyepiga ni nani, nakuta ni Milka. Nikapiga simu mara ya kwanza, simu haikupokelewa. Mara ya pili,
simu haikupokelewa. Mara 3 simu ikapokelewa na mdogo wake. Huyo mdogo wake namfahamu kwa sababu naongeaga naye mara chache kwenye simu ya huyo Milka. Akaniambia dada ameenda kuoga. Sijui unanielewa Teddy? Yaani sijui unanielewa? Beni ananiambia Teddy, nikawa nimezidi kuchanganyikiwa. Yaani nimezidi kuchanganyikiwa mara 2 zaidi ya kuchanganyikiwa kote.